Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Na bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri duniani, lakini ni kile ambacho kimeelezwa sasa kwamba maafisa wa Marekani na Urusi watakutana huko Abu Dhabi kwa ajili ya kujadili hoja 28 za kumaliza vita kati yake na Ukraine. Afisa wa Marekani amethibitisha kupitia shirika la habari la BBC kwamba watakutana na wawakilishi wa Urusi mjini Abu Dhabi, ikiwa ni juhudi za hivi karibuni za utawala wa Rais Donald Trump katika kufanikisha makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine. Hatua hii inatajwa ni hatua muhimu sana wakati huu na inafuatia mazungumzo ya Geneva kati ya Marekani na Ukraine kuhusu rasimu ya mpango wa amani ambao Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatajwa kukubali. Mkutano huo utafanyika baada ya maafisa wa Marekani na Ukraine kutaka kupunguza kasoro zilizopo kwenye mpango wa kumaliza vita huko Ukraine, wakikubali kurekebisha pendekezo la Marekani ambalo Kiev na washirika wake wa Ulaya walilichukulia kama lenye kupendelea Urusi. Ilisemekana kuwa mkutano ungefanyika leo Jumanne, lakini haikuwa wazi ni nani angehudhuria katika ujumbe wa Urusi. Ikulu ya White House haikujibu mara moja ombi la shirika la habari la Reuters la kutoa maoni na pendekezo la hivi punde la amani la Marekani la mpango wa vipengele 28 liliwavutia watu wengi katika serikali ya Marekani, Kiev na Ulaya, na kuzua wasiwasi mpya kwamba utawala wa Trump unaweza kuwa tayari kuishinikiza Ukraine kutia saini makubaliano ya amani ambayo yameegemea upande mmoja wa Urusi. Uongozi wa Umoja wa Ulaya haukubaliani na mpango huo na wamesema kwamba Umoja wa Ulaya haukushirikishwa kabisa katika mpango wa kumaliza vita nchini Ukraine, ukitaka kwamba lazima washirikishwe katika kumaliza vita hivyo. Hata hivyo, Urusi imetoa kauli ikisema kwamba haipo tayari kuona Umoja wa Ulaya ama viongozi wa NATO wakishiriki katika mpango wa kumalizika kwa vita nchini Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekaribisha mabadiliko yaliyopendekezwa kwenye mpango wa amani wenye vipengele hivyo 28 wenye ambao watu wa Ulaya wanasema una utata katika kumaliza vita na Urusi. Na inaonekana washirika wake wa Ulaya walitoa toleo lililorekebishwa la mpango huo baada ya kukataa sehemu ambazo zimependelea malengo ya Urusi. Sasa orodha ya hatua muhimu za kumaliza vita inaweza kufikiwa, Zelensky alisema kupitia mtandao wa Telegraph. Vipengele vingi sahihi vimejumuishwa katika mfumo huu. Akizungumza mpango huo, Zelensky alisema kwamba kurekebishwa kwake ndio njia sahihi. Mambo nyeti zaidi nitajadili na Rais Trump, aliongeza bila kusema ni lini. Lakini kulingana na afisa katika ofisi ya Zelensky, mpango huo wenye vipengele 28 ulivuja siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita, na kwamba wengi waliuona ni mpango ambao umeipendelea zaidi Urusi. Urusi imekuwa ikiitaka Ukraine ijitoe kikamilifu kutoka eneo lote la mashariki la Donbas linaloundwa na mikoa ya Donetsk na Luhansk, lakini pia inadhibiti eneo la Crimea na sehemu kubwa za mikoa mingine miwili ya Kherson na Zaporizhia. Makumi ya maelfu ya wanajeshi na raia wameuawa au kujeruhiwa na mamilioni ya watu wamekimbia makazi tangu uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine ulipoanza. Hata hivyo, Urusi imeendeleza mashambulizi yake huko nchini Ukraine. Usiku kucha Urusi imefanya mashambulizi katika mkoa wa Kiev, ukishambulia kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani, na maafisa wamesema takribani vyumba viwili vya makazi vilishambuliwa. Urusi inadai kwamba ilirusha ndege zake zisizokuwa na rubani pamoja na makombora kuelekea katika maeneo yenye wanajeshi wa Ukraine pamoja na ngome zao za kijeshi. Ikiandika kwenye mtandao wa Telegram, huduma ya dharura ya Ukraine inasema watu 2 wamefariki dunia na watu 6 wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo. Timur Kachenko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa mji huo, anasema mmoja aliuawa wakati jengo la makazi la urefu wa juu likishambuliwa katika wilaya kwenye ukingo wa mashariki mwa mto Dnipro. Hata hivyo, taarifa zinasema jengo la juu pia limeshambuliwa katika wilaya ya Pechansk katikati mwa jiji, huku moto ukisababisha uharibifu kwenye ghorofa 3 kabla ya kudhibitiwa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia ili uweze kujua ni nini kinajiri katika ulimwengu.